Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe, niwachanganulie yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kama kuna yeyote mwenye ananitazama kwa mara ya kwanza, ninawaomba muweze kuchukua sekunde 1, 2, 3 mkapiga subscription, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kuweza kuinua na kupromote hichi kituo kiweze kufika mbali. Hatimaye Tanzania wameanza kupata haki. Samia, rais batili, yuko mashakani. Naomba uweze kunisikiliza kwa makini, kwa sababu taarifa ambazo nitawapea ni njema. Umoja wa kimataifa, kwa lugha ya Kimombo United Nations, wameweza kuagiza uchunguzi wa mara moja na wa haraka sana kuhusiana na mauaji ambayo ya kimbari yaliweza kutendeka katika taifa la Muungano wa Tanzania kati ya tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 1 Novemba mwaka 2025, kipindi cha kupiga kura. Watetezi wa haki za kibinadamu, wanaharakati wamekuwa wakisukuma sana, wakitaka Umoja wa Kimataifa kuweza kuagiza uchunguzi wa haraka kuhusiana na maafa Tanzania. Serikali ya Mama Samia imekuwa ikijaribu sana kufunika ushahidi kwa kuzika miili. Miili mingine nimeambiwa kwamba wanazika kwenye kaburi la pamoja ili kuweza kufunika ushahidi asije akapelekwa katika mahakama ya Umoja wa Kimataifa ya Jinai, ICC, International Criminal Courts. Kwa hivyo ninaelezwa hivi jinsi ambavyo unaona hapo. Wacha niweze kukusomea taarifa hizi ndiposa tuweze kuzichanganua. Breaking. UN, ukipenda Umoja wa Kimataifa, yataka uchunguzi kufanywa Tanzania dhidi ya mauaji baada ya uchaguzi. Yaani Umoja wa Kimataifa umetaka uchunguzi wa haraka Tanzania kuhusu mauaji ambayo yalitendeka Tanzania. Umoja wa Mataifa umetaka uchunguzi wa kina kufanyika dhidi ya mauaji na watu kupotea nchini Tanzania yanayodaiwa kutokea baada ya uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumanne ya tarehe 11 Novemba mwaka 2025, Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Kimataifa Volker Turk amesema vyanzo vyake mbalimbali vinaripoti kuwa mamia ya waandamanaji na raia waliuawa, huku wengine wakiwa wamejeruhiwa na hata kutiwa nguvuni. Turk amesema hali ya usalama na kuzimwa kwa mtandao kumezuia udhibitisho wa idadi kamili ya vifo ambavyo viliweza kutokea katika taifa la Tanzania. Ameeleza kuwa familia nyingi bado zinatafuta wapendwa wao waliopotea, na ameitaka serikali kutoa taarifa kuhusu waliopotea, kurudisha miili kwa familia na kufanya uchunguzi wa wazi kuhusu tuhuma hizo nzito. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, jinsi ambavyo unaona hapo, ama jinsi ambavyo umeweza kusikia, Umoja wa Kimataifa umeweza kuelezea wananchi na imeweza kuelezea ulimwengu kwamba wamekwisha pata lalama kutoka Tanzania kuhusiana na mauaji ambayo yaliweza kutendeka baada ya uchaguzi ambao uliweza kukumbwa na ghasia. Kwa hivyo Umoja wa Kimataifa umeweza kuagiza uchunguzi wa kina Tanzania, na
kulingana na Umoja wa Kimataifa wanaeleza kwamba kura hizi za 29 Oktoba mambo kadhaa yaliweza kutokea. Kujeruhiwa kwa binadamu, kujeruhiwa kwa Watanganyika, kuuawa kwa Watanganyika na kupotezwa kwa Watanganyika ambao waliweza kutekwa nyara, mpaka sasa hivi hawajaweza kupatikana waliko. Kuna wale ambao waliweza kuumizwa na kuna wale ambao waliweza kuuawa. Taarifa hizi zinasema kwamba idadi kamili bado Umoja wa Kimataifa haujajua ni wangapi ambao waliweza kufariki, bali kuzima kwa interneti Tanzania, kuzima kwa mtandao Tanzania kumefanya uthibitisho kuwa mgumu, kumefanya mchakato wa kudhibitisha ni wangapi ambao wameuawa kuwa mgumu. Kwa nini? Walizima mtandao, wengine wakapotea, wengine wakazikwa. Sasa haijulikani ni wangapi ambao walifariki. Lakini kulingana na wanaharakati kutoka Tanzania, wanaeleza kwamba zaidi ya watu 10,000 waliuawa. Zaidi ya watu 10,000 walithibitishwa kuaga dunia, kulingana na wanaharakati kina Maria Sarungi na wengine. Kwa hivyo, kulingana na hii barua ya kutoka Umoja wa Kimataifa United Nations, wamesema kwamba wanataka waliopotea kurejeshwa haraka sana. Kuna wale ambao waliweza kutekwa nyara na serikali kipindi cha kura, warejeshwe kwa familia zao. Namba 2, Umoja wa Kimataifa ukasema hivi, kuna ile miili ambayo serikali imeweza kushikilia, imeficha, ndio idadi isijulikane ni ngapi ambao waliweza kuuawa, irejeshwe kwa familia zao na uchunguzi kufanyika wa wazi. Kuna kitu ambacho naomba kusisitiza hapa nikimalizia. Isije ikawa kwamba Umoja wa Kimataifa United Nations wamezungumza kwamba kuna mauaji ya kimbari ambayo yalitendeka Tanzania na kuna watu ambao walitekwa Tanzania na kuna watu ambao waliweza kuteswa Tanzania na wengine wakaumizwa Tanzania alafu wanyamaze. Hapana. Kama wameamua kuzungumza hivi, tunataka uchunguzi wa haraka, independent investigation, uchunguzi wa kibinafsi wa kina uweze kufanyiwa ama uweze kufanyika, na sio serikali ya Tanzania iweze kufanya uchunguzi. Namba 2, ninaomba Umoja wa Kimataifa ushirikiane na mahakama ya jinai ICC kumkamata huyu rais batili mwenye aliweza kuwaua wananchi wa Tanzania, wamchukulie hatua sambamba, kwa sababu kuua mtu mmoja mpaka hata 1,000 hata 2,000 hata 3,000, hao ni watu wengi sana. Lazima haki iweze kutendeka. Namba 4, ninataka wawekee mtu mwenye anaitwa Samia Suluhu vikwazo vya kutosafiri. Angalau ndio wananchi wataanza kukuwa na imani na Umoja wa Kimataifa. Isije ikawa kwamba wanazungumza alafu waende watulie. Tunataka kama wamezungumza wafanye kazi. Lakini huu ndio mwanzo mzuri. Kipindi ambapo Umoja wa Kimataifa umeweza kurecognize kwamba kuna maafa ambayo yaliweza kutokea Tanzania, hiyo ni hatua nzuri. Hiyo ni hatua nzuri. Tunaomba matokeo positive kutoka kwa United Nation, matokeo chanya, ili tuweze kuhakikisha kwamba huyu rais batili analipa yale maafa yote, yale maumivu, yale madhara ambayo aliweza kuzua Tanzania. Kile ambacho nawaomba, pigeni subscription, bonyezeni kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili tuendelee kukaa kikundi kikubwa, tuendelee kujenga hichi kituo chetu. Mimi ni wenu Ezra, ninarudi na mengi zaidi.